Oh yes, Asili Yetu Rada Tour 2026. Tunakufikia popote ulipo. Asili Yetu TV kupitia Rada Tour inalenga kutambua, kukuza na kuibua vipaji kutoka kila mkoa wa Tanzania. Tunawakaribisha wasanii wa muziki, waigizaji, wachekeshaji, wanamitindo na wenye vipaji vya kipekee. Hii ni nafasi ya kipekee kuonekana, kusikika na kusonga mbele. Ziara itapita kila mkoa na ratiba rasmi tunatangaza hivi karibuni, na vipaji vyote vitatangazwa kupitia Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada, tunakuona, tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo. Tupigie kwa nambari za simu 0742 37 48 09. Kwenye mitandao yetu tunapatikana kama Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada Tour 2026. Vipaji vya mikoa, Asili Yetu TV. Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo, na hii ni Rada Tour ambayo tuko nayo, Asili Yetu Rada Tour 2026. Na sasa hivi hapa ambapo naniona nimeketi, niko airport ya zamani mkoani Mbeya, ambapo nimetulia hapa, lakini sio kama nimetulia tu, niko na majukumu ambayo yamenifanya niwepo hapa time hizi hapa. Shukrani sana wewe ambaye unaendelea kutupa mkono kupitia Asili Yetu Rada Tour 2026. Shukrani sana kwa timu nzima ambayo tumeambatana nayo kuhakikisha kutoka Njombe mpaka Mbeya, kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Tunakuletea taarifa ambazo utaenjoy sana, mtazamaji wetu wa Asili Yetu TV. Safari ndio imeanza hivyo. Nikupe nafasi ya kukutambulishia mgeni wetu ambaye niko naye siku ya leo. Karibu sana. Dada, unataka kazi gani? Umetisha sana. Mimi bwana naitwa Awilo Kidume cha Mbeya. OG. Wengine feki. Wengine wote na watoto wangu wale. Unajua tu kazi wale. Wanapambana. Wala msosi, wanatafuta msosi. Ijapo wanakuja na mimi nawaangalia kwamba asante, ni mnanifuata njia. Nawashukuru sana vijana wangu, pambaneni. Maisha ni kupambana. Awilo Kidume cha Mbeya OG. Kwenye mitandao ya kijamii yote tunapatikana OG. YouTube OG. Instagram Awilo Kidume cha Mbeya. Basi. Hongera sana. Kwanza mimi kama member wa Asili Yetu TV tuseme tunakupongeza sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kupiga story na wewe moja kwa moja. Na tumaini mtazamaji, yawezekana hujawahi kumwona Awilo OG. Awilo OG ni huyu hapa. Tuko naye hapa na tunajaribu kupiga naye story 2-3 ambazo za Mungu ambazo atakuwa ametujalia siku ya leo kuziangazia zaidi. Karibu sana. Asante ndugu yangu. Bwana, tuanzie safari yako ya muziki. Tulianza mwaka gani? Muziki nimeanza 2004. 2004. Na ulikamata? Nilishika sana. 2004 anza wangu moja ilikuwa inaitwa Yogaji. Manake nini? Yaani maana unaoga. Usiwe mchafu. Kibao hicho kilienda sana. Kilienda. Kwa sababu pale kwenye kibao kile ambacho ilibeba yule wimbo kwa sababu Kiswahili ndio kilijaa sana. Na nyimbo ambayo ilifuata? Nyimbo ambayo ilifuata kwa Mere kaja Ajali ya Ntokela. Ajali ya namba 1. Ajali ya namba 1. Na Salome. Ilipofuata pale ikaja Ajali ya Ntokela. Sana. Kutoka kwa Ntokela ikaja Maisha. Kutoka Maisha ndo nikapiga Juzi. Hongera sana. Sasa changamoto ambazo ulikuwa unakutana nazo 2004 upande wa mauzo ilikuwa ni nini? Changamoto ilikuwa ni kubwa sana. Kuigundua ilikuwa sio ngumu, ila sasa nilivyokuta tayari nakoelekea kwamba niwe napanda, naanza kushuka. Changamoto yani wale manager walikuwa sahihi. Na
mziki ambao tulifanya hapo nyuma, japo mauzo ya soko kwenye issue za mitandao haikuwepo kabisa, ilikupa faida? Faida haikunipa sana, kwa sababu zile CD yule bosi anakuwa na studio, ile master anasema anakaa nayo, wewe ndio unapeleka studio. Okay. Anakaa na master, kesho nakuta tu maboksi. Siwezi ukajua kwamba maboksi yametoka mangapi. Na wewe unayakuta pale ya mangapi. Anakuambia baada ya siku 3 ndio uje ofisini. Hauwezi kujua mzigo umetoka kiasi gani. Yeah. Unadhani hiki ndio kilichosababisha wewe kupotea kwenye game au kutokuona faida? Hapana. Mimi kwenye game nadhani sikupotea, ila nilivyokuta tayari naona kama napigwa. Okay. Nikaamua kwamba nisimame mziki, endelee na mambo yangu. Tuliingia kwenye harakati zipi baada ya kusimama kwenye mziki? Niliposimama kwenye mziki niliingia kwenye harakati ya kilimo. Nikaingia kwenye harakati ya kilimo. Bado mazoezi nilikuwa napiga. Walikuwa wananiita watu, sehemu naenda napiga, wananipa chochote, narudi nyumbani. Okay. Na kwa nini tuliamua kupiga mziki wa kiasili? Okay, huu mziki huku ni mziki wa kipekee. Okay. Enzi zile wakati ni mdogo niko shuleni. Zamani piga vilabuni kwenye miengulo, kwenye sherehe. Sasa mimi nikisikiliza ule mziki wanavyopiga na kuimba, nilikuwa nalizika sana. Wanaweza wakasimama huko labda wanaoimba hip hop. Lakini nikasikia ngoma kama hii au nikasikia wale mangoma yale ya Kinyakyusa yale. Aya dada. Moyo wangu unazunzika sana, na hapo napenda sana kusikiliza. Ninapomaliza darasa la 7, nikamfuata yule mzee. Tamani nikamwambia mzee, hivi haka jamaa wanatengeneza shilingi ngapi? Akasema ili mimi naweza nikakutengenezea bure au utafuta ngozi. Nikatafuta ngozi, kanitengenezea. Ni hili hapa. Ina miaka mingapi ile kitamba sasa? Toka 2000 na mtoto kabisa hivi. Toka 2007. Toka 2007. Kwa sababu lile ambalo nilikuwa natumia nilichukua kwake. Okay. 2005. 2005. Mpaka leo unalo. Mpaka leo hivi. Na hatujafikiria kubadilisha gitaa? Hili. Na je, sasa hivi Awilo, ikitokea mtu anakupa gitaa haya ya kisasa tunapiga? Hayana ladha. Hayana ladha. Kwa hili limetengenezwa kienyeji zaidi. Hayana ladha. Linakatika na nachonga tu cha juu hiki, natoa cha juu, napiga misumari na ingia. Huu mti hautoki. Hili ndio gitaa ambalo yani nikipiga na mimi kihisia nafurahi sana, yani utakuta mpaka akili zangu zinakuwa zinajaa, yani hata kama kuna jambo nilikuwa nataka nafanya kwa haraka. Aliyonifundisha ni huyo mzee. Sana. Okay. Sasa hivi mkoani Mbeya umepata upinzani mwingi sana. Kuna sana ambayo yamekuja kwa staili kama ya kwako. Na sio tu Mbeya, hata kwenye mikoa mingine, ila wanatokea Mbeya. Kwako inakupa ugumu gani? Kwangu inanipa ugumu ndio mkubwa sana, kwa sababu utakuta ukiingia sehemu na watu wanakuambia bwana na madogo lasi tumewakuta wanapiga mtaa fulani hivi, wanapiga nyimbo zako. Tumewakuta madogo lasi fulani wako kwenye sherehe wanapiga nyimbo zako. Sasa utakuta tayari watu wanaanza kusema Awilo amepita kule. Kumbe sio mimi. Oji hajapita. Zimepita photocopy. Awilo amepiga kule. Kumbe sio mimi. Maana mimi nilikuwa sionekani chap. Sasa inakuja kama wanachafua jina. Unadhani kitu gani ambacho wewe unahisi wanachafua? Ile kupiga mitaani. Kwa sababu nyimbo ukishatoa
inatakiwa mtu yani akutamani kukuona, sio ujipeleke, sio ujipeleke. Mtu akutamani kwamba bwana, huyu jamaa aliyopiga nyimbo hizi nataka aje apige kwenye sherehe yangu. Hata ukifika kwenye sherehe watu wanakuja kukusikiliza kwamba ndiye aliimba nyimbo ya Uyogaje, aliimba mere mere, ndio anapiga kwako kwenye harusi yako. Ndio watu wanajaa, watu wanafurahi. Na ukishapiga pale, ukishamaliza usikae, ondoka, rudi nyumbani, pumzika. Kama na unakunywa kamnyweso, agiza kamnyweso kako, umetulia. Unalinda sasa, hapo tunazungumzia unalinda brand yako. Kwa hiyo Awilo Kidume cha Mbeya unatuhakikishia kwamba upatikanaji wako maeneo ambayo unaishi sio kirahisi sana. Wangu kule napatikana, sababu jamii haitakiwi iche sana, sababu jamii inataka umoja, ila sehemu nyingine kunipata huwezi. Kwa nyumbani kwa nyumbani mimi ni tano tu, hata naingia kwa wazee wangu wanakunywa ile nani kimpumu naenda kwa sababu walionifundisha hii kazi ni wale wazee. Sasa naenda na wapatano wazee, mwago na sisi kuu nyinza tenye mwele kidogo ya mamene, nakunywa, wanabaki wanacheka pale. Mimi sema wote endelea kidogo, nawapa vesi kidogo, tukikaruhusu tu mimi huyo unapita hivi. Okay, shukrani sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Bado tuko mkoani Mbeya na sasa hivi tuko airport ya zamani. Niko na mtaalamu mwenyewe Awilo Kidume cha Mbeya, OG kabisa, ambaye tuko naye hapa, tunapiga naye story. Kuna mambo mengi ambayo anayo. Nataka tupate kidogo burudani, hata sekunde ambacho kibao mtazamaji wetu anavyotazama kweli Awilo. Sasa pale sababu si nilianza hii ya zamani mpya hii kuliko hii tuipiga ya mere ambayo ndio nilikuwa natambulika kila chocho sana. Aliandika mara mtoto wa Kisakwa, ukitazama nyuma katabaka, ukitazama mwili una minuto kama mtoto mara mtoto mchanga, ukitazama sura haimachunuzi, ukitazama nywele kazidonyesha mtoto, ukitazama mwanya utajinyonga kaka. Mele we Wambolo moyo ni mwana Mele ameumbika. Okay. Hana chunuzi Mele. Okay. Akipita unasema kweli mtoto kapita. Okay. Shukrani sana Awilo. Tulikuwa tunapata burudani kidogo, sasa turejee kwenye stori zetu. Vipi changamoto ambayo unakutana nayo ukienda studio kwa ajili ya kurekodi, kwa sababu mziki wako upo kiasili zaidi? Hiyo changamoto sipati sana kwa sababu, ila utakuta nimetoka nyumbani tayari akili iko kichwani. Unafika hapa unakuta yani studio kuna watu, alafu kuna watu na rekodi, watu wanakuangalia hapo hapo. Sasa mara utakuta yule anayekurekodi anasema tulia kwanza, arekodi huyo. Bwana mimi si nilikupa hela, ngoja kwanza nimalizie kidogo. Mara kidogo tu umeme tu ni changamoto. Yani umeme tu ukikatika umeme basi naanza kusubiri. Mara bwana tupigie bwana ili kitabu natengeneza je. Maana nini nikasema bwana unakuja sasa hivi. Naenda kule na napiga kama mweso kangu, narudi umeme umeshafika. Naingia studio na rekodi. Changamoto ya pili, utakuta nyimbo umerekodi umemaliza, producer anakuambia bwana ngoma ile tuirudie bwana, haijakaa vizuri. Wewe bwana mbona mimi nilimaliza? Hiyo hapo imefutika huko. Tayari imefutika. Rudie bwana. Unarudia ngoma unakuta faili ambayo uliimba tofauti tena. Na tukienda studio tunaenda na hii za nako. Ni lazima. Lazima.
Iko hii au kuna zana zingine? Zipo. Okay. Ipo hii ndogo, ipo kubwa lake lile. Zipo nyanga zile. Okay. Ipo ngoma ya kupiga. Bendi kabisa. Mimi na bendi. Na uko peke yako au uko na timu? Nina timu. Una timu ambayo ni special, labda mmealikwa sehemu fulani unakuja naibeba. Okay. Wastani kwa mfano mtu anawahitaji kwenye bendi Awilo, tunataka mje sehemu fulani. Yeah. Makadirio tunaanzia shilingi. Kadirio kwa ngoma ya asili ninavyojua mimi mpaka sasa milioni 1 kula kwako, malazi kwako, yani tuseme malazi, kila kitu. Hiyo ukiwa ndani ya mkoa wa Mbeya au nje, hata nje ya mkoa? Hata nje ya mkoa. Hata nje ya mkoa. Kwa mtajua nyinyi mnasafiri vipi, lakini malazi, chakula, nauli ya mhusika na nauli. Ila nyinyi mnahitaji milioni 1 cash. Basi. Metisha. Tunapewa mialiko, lakini mialiko napata. Tunapata. 2026 sasa tunawaahidi nini? 2026 mashabiki zangu wote waahidi vitu vikali sana. Nimesharudi. Bwana wewe. Nimesharudi. Jina lake karudi. Nimerudi. Yaani saa hizi ni mwendo mwaumu. Ni kukimbizana tu. Watakimbia. Lakini bado nitawazima. Kwa sababu wao hawana kile kitu cha kusema nitunge mimi. Okay. Wao wanachukua, wanakopi na kuongeza. Yaani hawana ubunifu ambao wameuzalisha wao. Ila wanatembea na wewe ulipita wewe na hisia yangu. Okay. Yaani wanachukua beat la kwangu wanabadilisha kidogo sana. Maneno naweza nikaimba labda wimbo wa Mama wa Kambo. Wao wakageuza wakaimba tofauti na Mama wa Kambo. Ile unajua tu kwamba beat ili maana kama la Mama wa Kambo. Bwana, kuna story ambazo mimi niliwahi kuzisikia binafsi kwamba ile nyimbo yako ambayo umeuimba na Mama Rukia. Ndio. Inaitwa ile inaitwa hivyo hivyo. Mama Rukia. Inaitwa Rukia. Okay. Wanasema ulipata kweli show Kenya, ulipewa milioni 300 yaani kwa maelezo ya wadau wanadai kwamba kila ulichoimba kilikuwa kina ukweli ndani yake. Kweli kama show ya Kenya nilipata. Kenya tulienda. Sikwenda mimi. Yaani nchi ya Chaga. Ngumu. Hii dunia lazima niache. Mawinga wengi. Hawafai ndugu yangu. Walikupiga na kitu kizito. Yaani tuseme kwa sababu kipindi kile ilitokea hiyo show niende mimi Kenya. Lakini mawinga yalivyopita katikati. Amini sasa hawa wajumbe, kumbe wajumbe walikuwa hapo toka zamani. Walinipiga. Ilikuwaje? Yaani kuna ngoma fulani ya utamaduni kumbea hapa. Kama ngoma nyingi wanakatika sana. Ipo juu hapo, sio mbali. Yaani tulikuwa tuko kama kundi moja. Ila sasa ikawa baadaye wanavyosema Awilo anahitajika Kenya. Sasa na yule manager kundi kilikuwa cha kwake. Mimi wakanipiga chini. Wakakakuru wanako kwenda walicheza nyimbo zao. Walifanya ukatili moja mkubwa sana. Yaani bwana, yaani nilikuja kukumbuka sasa maana mimi walisema naenda Kenya, naenda kumwambia safari ya Kenya vipi? Tuko tunapiga simu yako haipatikani. Tukaamua tu waondoke wale zetu. Kuna shida. Nasema kuna shida. Ndio tukafikiria kutoa kile kibao. Ndio nikafikiria kwamba sasa hawa ngoja niwachochele tuone hapo kama watakumbuka kwamba jamaa bado kaloka hapo kale. Ndio chanzo cha ile nyimbo. Ndio chanzo cha ile nyimbo. Okay. Na mpaka sasa hivi 2026 tuna nyimbo ngapi mpya? 2026 nyimbo ninazo. Sijaingia studio. Okay. 2025. Hizi ndio napanda. Sema na mashabiki zako sasa, kuna kitu gani ambacho unatamani kuambia, unahitaji kutoka kwao? Mimi mashabiki zangu popote walipo waendelee kunisapoti. Waendelee kunisapoti mtandaoni.
wani waendelee kunikubali hivyo hivyo. Mimi bado sijachoka, nimerudi saizi, nataka nifanye kweli kwa sababu sasa nimeona sasa chawa zikawa nyingi. Sasa jina linakuwa kama linalegalega. Wapi lielekee? Wapi jina yupo lakini nataka kuchukua jina hili lakini nakuta bado nao wanajiita majina mengine, wengine wakisema fulani sijui akina fulani, nikasema hamna shida, sasa nimerudi. Mwenye jina lake amerudi, ndio maana nikatoa ngoma hii moja. Wao walitangulia kutoa, mimi nilizima nikatoa nyimbo moja, ndio ikaleta mafanikio. Hata mtandaoni wote nimeatandika, hakuna. Na ile mitandao ya kijamii unaendesha mwenyewe? Nina manager. Una manager ambaye ndo anasimamia? Niko naye karibu. Okay. Na hapa siku za karibuni tumeona umeweka namba za kuchangia bado. Ndio. Imekuwaje? Ile namba nilikuta tayari, ili yule bosi akaona kwamba hapana, pesa yote ile inaingia kwenye akaunti yangu. Mimi ndio ndio nampa yeye. Kwa sababu naye ana shughuli zake za biashara. Akaona kwamba sasa ni mimi nianze kuomba hela tena kwake, kwamba bwana na tatizo, naomba hela. Akaona hapana, hapa nigeuze tu akaunti ya ambayo nilifunguaga mara ya kwanza ilikuwa haingizi hela, akaitengeneza upya zikaanza kuingia. Lakini namba si tumezikalili, tunaweza kuwatajia mashabiki namba ya hizo namba ambazo ziko mtandao? Nataja. Ndio kazi yake. Namba ya kwanza ambayo iko mtandaoni 07 12 48 50 83. Namba ya pili sijaikalili. Jina linasoma nani? Jina linasoma Awilo Kidume Chembea OG. Okay. Mtazamaji wa Asili Yetu TV, tuko na Awilo Kidume Chembea OG. Namba zake sisi tumekuwekea hapo kwenye screen kabisa. Unaweza kumsapoti, unaweza kumchangia chochote kile ambacho Mungu utakuwa umejaliwa. Ndio hivyo bwana. Uwe una 1,000, 500, 10,000, ngapi, 200,000, milioni, msapoti. Ana kitu ambacho anatarajia kufanya. Mwaka huu tutarajia kufanya video. Yaani tena kali. Video kali. Tena sio moja. Nataka nipige hata 2. Elector anatoka wapi? Ni analia. Anabana mshuti Nei wa Mitego. Okay. Hizo video lazima ziwe kali. Yule ndiye anashuti. Ndio atakaye kuja kushuti. Na tunatarajia kuingia kwenye project lini? Nadhani huu ni mwezi wa pili wa kwanza. Tunaenda wa pili. Kabla ubichi hujaisha. Utakuwa umeshafanya video. Wakati pili mwishoni. 3. Okay. Bwana, mimi sina la ziada. Nikuachie wewe kama una la ziada. La ziada ni moja tu. Mashabiki wasipotoshwe na watu wengi. Kwa sababu ukiwa kwenye vita lazima kusakata hata kusemea mazuri. Lazima kusemea mabaya. Ila wao wawasikie, ila waumjue kwamba mwamba karudi, mwenye jiji lake karudi, imeisha. Na sio unawakilisha Mbeya tu, hata mikoa mingine. Ukienda Njombe, ukienda Iringa, nimeona nyimbo zako zinapigwa sana kwenye vilabu vya pombe. Nimezunguka sana. Kwa hiyo umeshatangaza vita, nimerudi kazini. Kwa hiyo wajiandae sasa, mapigo yanakuja. Wajipange. Hilo ndo la ziada. Basi. Bwana Awilo, mimi ni kushukuru sana kupiga story na Asili Yetu TV. Lakini karibu sana Njombe. Asante sana. Njombe tumewahi kufika? Njombe mara kibao. Njombe. Makete kote huko. Okay. Ndani kabisa huko nimefika. Karibu sana Njombe. Ya Njombe mko mjini pale pale? Mko mjini pale pale. Lazima nifike. Lazima nifike. Karibu sana. Njombe lazima nifike, unashangaa huko tukatengeneza familia. Karibu sana. Na wana Njombe na tumaini wana enjoy na watakuwa wako tayari sana kupokea Awilo OG. Kwa sababu tunajua Awilo fake huwa anakuja wengi sana. Lakini tuna imani ukija kupitia Asili Yetu TV watajua okay, kumbe huyu ndio Awilo OG mwenyewe. Shukrani sana. Mimi ni kushukuru sana, labda unaweza kuaga mashabiki zako.
Nzuri kabisa. Ngoja ni waage kwanza mimi. Afu wewe ndo nitakuacha sasa. Nimalizane nao. Nimalizane nao hiyo wakiniita Njombe huko. Wale maisha. Wale maisha. Wale maisha. Shukrani sana. Asante sana mtazamaji wa Asili Yetu TV ambao umekuwa mwanzo mpaka mwisho. Hii ni Asili Yetu Rada Tour 2026. Bado tuko mkoani Mbeya. Mimi sina la ziada. Awilo, kazi kwako. Yes. Ngoja niwafurahishe ndugu zangu. Ni watoto wangapi mama wameaga dunia au nasimalizi utamu eshe